Siku ya jana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kukubali kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Waarabu Al Masry, mchezo ambao ulifanyika katika taifa la Misri. Nikwambie tu kwamba ule ni mchezo wa kwanza katika hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini mchezo wa marudiano unatarajia kufanyika tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika dimba la Benjamin Mkapa. Wana Simba wana matumaini makubwa, wana Msimbazi wana imani kwamba timu yao itaweza kuvuka na kwenda katika hatua inayofuata, ila tusubiri siku husika ifike. Je, mnyama Simba atapindua meza? Kwa sababu mpaka hivi sasa kwenye aggregate yeye yuko nyuma kwa mabao 2. Sasa meneja habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ahmed Ali ameweza kuonyesha takwimu za mchezo wa jana kati ya Al Masry dhidi ya Simba na kuachia ujumbe mzito kweli kweli. Ujumbe huo unaonyesha kuwapa nguvu wana Simba wavimbe kuelekea mchezo wao wa tarehe 9 ambao wao ni wenyeji, na wanasema kwamba watafanya maajabu kweli kweli. Ngoja nikupitishe takwimu namna ambavyo zinasoma na ujumbe ambao Ahmed Ali ameweza kuonyesha ama ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Takwimu zinasomeka kama ifuatavyo. Kwenye umiliki wa mpira, mnyama Simba amemiliki mpira kwa 59%, lakini Al Masry wao wakimiliki kwa 41%. Total shots, Simba kapiga mashuti 18, lakini Al Masry wampiga mashuti 7. Shot on target, yani yale mashuti ambayo yamelenga lango, Simba mpiga 7, lakini Al Masry wampiga mashuti 2, na bila shaka hayo mawili ndio ambayo yameweza kuzaa mabao. Big chance, hawa jamaa wampata big chance 2 wakazitumia vizuri, na hapo wakafanikiwa kupachika mabao 2, lakini kwa upande wa Simba hawajafanikiwa kupata big chance ya aina yoyote. Lakini pia big chance missed, kwamba zile nafasi kubwa ambazo zilikosekana hawa jamani 1, lakini Simba hawakaweza kupata. Accuracy pass, yani pasi za uhakika, Simba wameweza kupiga kwa 83% wakiwa wamepiga pasi 420, lakini kwa upande wa Al Masry wao wakiwa wamepiga pasi 271 na asilimia za pasi za uhakika ni 78. Faulo jamaa wamecheza faulo 19 Al Masry, lakini Simba wamecheza faulo 10. Kona, Simba mpata kona 5, lakini pia Al Masry wameweza kufanikiwa kupata kona 1. Twende kwenye shots sasa, yani yale mashuti. Total shots kama nilivyokueleza mwanzo kwamba Simba wampiga mashuti 18, lakini Al Masry wamefanikiwa kupiga mashuti 7, lakini shot off target, yani yale mashuti ambayo hayakufanikiwa kulenga lango, mnyama Simba amepiga mashuti 8, lakini kwa upande wa Al Masry wao wamefanikiwa kupiga mashuti 3. Shot on target, mashuti ambayo yamelenga lango, Al Masry wamefanikiwa kupiga mashuti 2, lakini kwa upande wa Simba wamefanikiwa kupiga mashuti 7. Block shots, yani yale mashuti ambayo yalipigwa alafu yakaweza kuzuiliwa, Simba walipiga mashuti 3, lakini yote yalizuiliwa, lakini kwa upande wa Al Masry walifanikiwa kupiga mashuti 2 na akaweza kublokiwa na walinzi wa klabu ya mnyama Simba. Hizo ni takwimu kwa namna ambavyo unaziona. Kila sehemu unaweza kusema kama mnyama Simba ameweza kumiliki kwa kiasi chake. Kwa hiyo mnyama Simba aliweza kumiliki mchezo, lakini kikubwa kilikuwa ni wao katika eneo la ushambuliaji. Sasa ngoja nikupitishe kwenye ujumbe ambao uliambatana na takwimu hizo ambazo meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba, mwite Ahmed Ali, ukipenda mwite mzee wa kispika. Kinachosubiriwa sasa ni eka kuelekea kwenye mchezo. Ahmed Ali takwimu hizo aliambatanisha na ujumbe ufuatavyo. Akaandika hivi: jana tulikuwa bora sana, tena bora mno. Tulifanya kila kitu kwa ufasaha na usahihi wa hali ya juu, kasoro kimoja tu, kufunga. Mwana Simba, unatoa hofu juu ya sisi kwenda nusu finali? Akaweka alama ya kuuliza. Tukiwa ugenini, mpinzani wetu tulimzidi kila kitu, na kuna nyakati alipoteza muda na kuna wakati alijilinda zaidi. Kama amefanya hayo kwake, unategemea Dar es Salaam atafanya nini zaidi? Unadhani Dar es Salaam atashambulia? Unadhani atacheza? Kimsingi atatuachia utawala wa mchezo, na hapo ndipo tutamfanya vibaya. Makosa tuliyofanya ugenini na kutotumia nafasi za magoli
hayatojitokeza Benjamin Mkapa. Jukumu letu mashabiki wa Simba ni kununua tiketi kwa wingi, tena kununua mapema. Hawa ni wetu na hii tunafuzu inshallah. Huo ni ujumbe mzito ambao aliweza kuandika meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba Ahmed Ally, kutokana na kile kitu ambacho wao wameweza kukifanya siku ya jana, namna mchezo ulivyo, namna ambavyo waliweza kudominate mchezo. Kwenye takwimu napo zinawabeba. Je, unafikiri mnyama Simba katika dimba la Benjamin Mkapa atafanikiwa kuvunja kile kitu ambacho kimeweza kutokea kule? Manake mpaka hivi sasa wapo nyuma kwa aggregate ya mabao mawili. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Mpenja TV. Usahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Mimi ukinikosa hapa na nipata Instagram, natumia Maunga Junior _17. Endelea kubaki na Mpenja TV kwa update zote ambazo zitakuwa zinajitokeza kunako kwenye mitandao ya kijamii. Chochote ambacho kitakuwa kinajili kuelekea kwenye mchezo huu utakuwa unayapata hapa perpendicular, na hakikisha unapata kilichokuwa bora. Bye bye.